Karibu sana Tricod Center, mahali ambapo sayansi ya kiroho inapatikana. Ni sehemu ambapo elimu ya kiroho utakayoipata hapa itakusaidia kwa kiasi kikubwa sana kwenye maisha yako ya kawaida. Ni elimu ambayo sehemu nyingine inatambulika kama ni elimu ya siri, lakini sisi tunaitambua kama ni elimu ya kiroho ambayo imefichwa katika ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kuitambua elimu hii na kuweza kuielewa ni kujifunza mfumo ambao utakuwezesha wewe kuweza kutambua vile ambavyo vinatokea katika ulimwengu wa kiroho. Leo nakuletea kitu ambacho ni muhimu sana 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 kwa wewe ambaye leo unasema sasa nataka nianze safari ya kiroho, au nataka nijifunze jinsi ya kupata nguvu ambazo mitume na manabii walikuwa wanazipata. Kuna safari, kuna sehemu ambayo unatakiwa kuanza, na kuna sehemu ambayo ukifika unakuwa na uhakika nguvu hizi sasa nimezipata na nina uwezo wa kufanya kile ambacho Mungu amenikirimu niweze kukifanya. Kwa hiyo kwanza kabisa, unapoanza elimu ya kiroho inatakiwa utambue kuna maneno mawili ambayo ni maarufu sana katika ulimwengu wa elimu ya kiroho. Kuna exoteric na esoteric. Exoteric ni elimu ya nje ambayo ipo kwa ajili ya watu wote. Ni elimu ambayo Yesu pia alikuwa anaifundisha kwa wanafunzi wengine kwa mafumbo. Lakini pia kuna esoteric, ni elimu ya ndani kwa ajili ya watu ambao wamechaguliwa, au tunaweza kusema initiates. Mfano mzuri ni pale ambapo mitume wa Yesu walimuuliza, Bwana, mbona hao unawafundisha kwa mafumbo na sisi unatufafanulia vizuri? Akasema, kwa sababu nyinyi ni watu ambao umechaguliwa. Kwa hiyo leo tunazungumzia wewe kama mtu ambaye umechaguliwa kuweza kuianza safari. Ni njia gani ambazo unatakiwa upite ujifunze elimu ya siri. Ni elimu ambayo Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanafundishana wakiwa katika vyumba vya siri. Kama unataka kujifunza elimu hii ambayo Yesu ambayo alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kwenye vyumba vya ndani, sehemu ambapo watu wa nje walikuwa hawasikii, elimu hii ndio elimu ambayo nakuja kukufundisha sasa hivi. Lakini kwanza nataka nikuelezee kwa nini elimu hii ilikuwa inafundishwa kwa usiri, lakini pia ni kwa nini ilikuwa inafundishwa kwa watu ambao wamechaguliwa, na ni kwa nini jamii hizi ambazo tunazitambua ni jamii za kiroho nazo zinafundisha elimu katika mfumo huo huo wa siri. Kwa nini sio elimu ya wazi? Leo nataka niweze kukuelezea kiundani kuhusiana na elimu hii ya kiroho ili uweze kuelewa kile ambacho tunakizungumzia hapa. Elimu ya kiroho ni elimu ya nguvu ya ndani ya mwanadamu. Hapa tunazungumzia ile uwepo wa nafsi ya ndani, tunasema ni higher self. Elimu hii ya kiroho ni elimu ambayo inazungumzia mabadiliko ya kiroho. Hapa tunazungumzia mabadiliko ya kutoka kwenye utambuzi wa maisha ya kimwili kwenda kwenye utambuzi wa hali ya kiungu. Kwa hiyo elimu ya kiroho itakusababisha wewe uweze kutambua hayo mabadiliko ya kutoka kwenye utambuzi wa kimwili kwenda kwenye hali ya kiungu. Lakini pia elimu ya kiroho itakusaidia kuamka kwa ufahamu wako. Hii tunaita spiritual awakening. Lakini pia elimu hii ndio kitu ambacho kitakufanya uweze kutambua kwamba wewe sio mwili, ila ni nafsi ambayo haitakufa. Kwa hiyo ule utambuzi unakuja baada ya kuexperience uwepo kadhaa katika ulimwengu wa kiroho. Utaweza kutambua kwamba wewe ni nafsi ambayo haiwezi kufa. Lakini pia elimu hii ya kiroho ni elimu ambayo inakuconnect kati yako wewe pamoja na chanzo. Tunaweza ukasema Mungu, source, au ile Christ within. Haijalishi unahitaji, lakini ile connection kati yako wewe na Mungu wako unaipata kupitia elimu hii ya kiroho. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba kuna system au mfumo mmoja ambao unatumika kwa ajili ya kujifunza elimu hii ya kiroho. Ni mfumo ambao unatumiwa na jamii zote ambazo tunaweza kusema jamii za kiroho, au unaweza kuziita kama ni jamii za siri. Lakini mimi naweza kusema ni jamii za kiroho ambazo zinafundisha elimu ambayo haijafunuliwa katika ulimwengu wa kimwili. Lakini kutokana na uelewa tofauti wa jamii husika, waliamua kufundisha kwa kutumia njia tofauti kutokana na
uelewa wa jamii. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna jamii nyingine zilifundisha elimu hii kwa kutumia alama za nyota. Kuna jamii nyingine ambazo kwanza wafugaji zilifundisha elimu hii kwa kutumia alama za mifugo, lakini kuna jamii nyingine ambazo zilifundisha elimu hii kwa kutumia historia za watu wa zamani. Kwa hiyo zile simulizi ambazo zilikuwa zinasimuliwa katika vitabu vya zamani, wale ambao walikuwa wanasoma simulizi zile, wale watu wahusika wenyewe walikuwa wanajua jinsi ya kutafsiri elimu ya kiroho kwa kupitia simulizi hizo na kwa kupitia mafundisho hayo. Sisi ambao tumeibukia katika kipindi hiki na kukutana na simulizi hizo, tumezitafsiri kama ni simulizi halisi, na wale watu waliokuwa wanazungumziwa tunaona kama ni watu ambao waliishi kweli hapa duniani na ni watu ambao wapo katika uhalisia wa kawaida. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tulichanganya. Kwa hiyo watu wengi ambao tunajifunza elimu ya kiroho, wengi wao tunachukua zile simbo na kuziabudu pamoja na vitu vingine, lakini katika ulimwengu wa kiroho ambao walikuwa wanajifunza, elimu ile ilikuwa ni ishara ya kuactivate hisia fulani au kuactivate uwepo fulani, au ni ishara ya kitu fulani. Kama unataka kuianza safari ya kiroho, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuelewa ni kitu kimoja cha msingi sana. Sio kwamba unaanza kujifunza kuziita nguvu zije kwako. Hapana, siku zote nguvu zipo, ila chombo au nafsi yako haina uwezo wa kujiconnect na zile nguvu. Kwa hiyo nguvu siku zote zipo around, lakini nafsi yako haina uwezo wa kujiconnect na ile nguvu ambayo iko nje katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu nafsi yako imefungwa na ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo nafsi yako ni kama chombo ambacho unakiandaa kwa ajili ya kureceive zile nguvu. Kwa hiyo kadri ambavyo unakiandaa kile chombo, unakitengeneza, unakiboresha, ndivyo kadri ambavyo nguvu zinakuwa zinaingia ndani yako. Kwa hiyo watu wengi huwa wanakosea na watu wengi huwa wanaforce kuruhusu nguvu ziingie ndani yako, lakini mwili wako kama chombo unakuwa hauko tayari kupokea zile nguvu. Kwa hiyo maana hiyo nguvu zinapoingia bila mpangilio, inatengeneza uharibifu ndani ya mwili wako. Kwa hiyo kuna madhara ambayo utayapata kimwili. Lakini pia kama chombo chako usipokiandaa vizuri, akili yako, hisia zako, ukaruhusu nguvu ziweze kuingia ndani yako, zile nguvu zitatengeneza kitu kikubwa ambacho kitatengeneza ufahamu wako uweze kupata madhara. Kuna watu wanaafektika sana kiakili baada ya kuwa na communication na hizi nguvu. Unaweza kuona kuna watu wengi ambao wamedili na mambo ya meditation na vitu vingine, ukiwaangalia kwa uhalisia wa kawaida unaona kuna kitu ambacho hakiko sawa. Unaweza kukuta mtu ni mlokole, yuko vizuri sana, lakini ukimwangalia vizuri anavyoongea mambo yake unaona kuna kitu hakiko sawa. Ni kwa sababu chombo chake kinapokea nguvu ambayo ni kubwa kuliko uwezo ambao chombo chake inaweza kumiliki, na mwisho wa siku ile nguvu inageuka inakuwa ni sumu. Kwa hiyo kama ambavyo Musa alitaka kulazimisha kuona sura ya Mungu, Mungu akamwambia ukiona sura yangu utakufa. Lakini tunaona baada ya Musa kufanikiwa kupanda kwenye mlima Sayuni kule na kwenda kukutana na Mungu, na Mungu akampa zile amri 10 kushuka nazo kwa watu wake, wakati yeye anapanda, wale wengine ambao walikuwa hawako tayari walitengenezewa ukuta, wakaambiwa wasiruhusiwe kupanda kule juu ili wasiweze kukutana na nguvu ya Mungu. Kwa sababu gani? Walikuwa hawako tayari kuipokea ile nguvu. Mwili wao, vyombo vyao vilikuwa havina uwezo wa kureceive ile nguvu, kwa hiyo walikuwa hawaruhusiwi. Kwa hiyo Musa baada ya kwenda na kuongea na Mungu, baada ya kushuka, wanasema mwili wake uling'aa kama dhahabu. Yani ulikuwa unaona mwili wake unang'aa, kwa sababu mwili umegeuka, umekuwa chombo kitakatifu, kwa sababu mwili wake umekuwa na uwezo wa kupokea nguvu kwa kiasi kikubwa, nguvu ambayo imeweza kutenda kazi. Kwa hiyo mwili uligeuka ukawa chombo kitakatifu, Holy Grail, vitu kama hivi. Kwa hiyo katika elimu ya kiroho kuna jinsi ya kuandaa mwili au kuandaa chombo. Kama ambavyo umefuatilia historia ya sanduku la agano, kuna watu ambao walikuwa wakishika ili wanakufa, lakini kuna wale makuhani ambao wao ndio walikuwa wanaruhusiwa kusogelea karibu lile sanduku la agano. Wale ambao walikuwa hawako tayari hawakuruhusiwa kulikaribia lile sanduku, kwa sababu ile nguvu ilikuwa ni kubwa kuliko uwezo wa chombo chao. Hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa ni vya msingi sana. Kwa hiyo kabla ya watu kuanza kupewa elimu ya kiroho, mara nyingi walikuwa wanaandaliwa, wanafundishwa ni vitu gani wanatakiwa wale ili mwili wao uweze kutakasika, lakini baadaye wanafundishwa jinsi ya kucontrol hisia zao, trauma, hofu pamoja na vitu vingine, lakini baadaye wanaanza kufundishwa jinsi ya kucommunicate na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo
hizi level zilikuwa ni level 3 ambazo ni mwili, nafsi na roho. Hizi level 3 ni level ambazo zinatumika kwa jamii zote. Wanafunzi wote lazima waanze na utaratibu wa kuandaa chombo kabla ya kuanza kureceive ile nguvu. Kwa hiyo njia ya kureceive nguvu ni njia ambayo unaweza kujifunza siku moja, lakini ni njia ambayo itakuangamiza. Kwa hiyo kabla ya kuanza kureceive nguvu, kwanza tunaanza na prosesi za kukiandaa chombo. Tunauandaa mwili wako, tunaandaa ufahamu wako, alafu baada ya hapo tunatengeneza connection kati yako wewe na nguvu ya kiungu. Kwa hiyo tunaruhusu chombo kiweze kureceive mwanga. Lakini pia tukienda katika mfumo labda wa jamii nyingine, labda tuzungumzie jamii ya Freemason, kuna degree ya kwanza ambayo inafahamika kama Entered Apprentices. Hii ni degree ya kusafisha chombo ambayo nayo tunaweza tukazungumzia kama ubatizo wa maji. Kwa hiyo kama unaanza sema nataka niingie kujifunza elimu ya Freemason, kitu cha kwanza ambacho utajifunza ni kusafisha chombo, kukiandaa chombo au kutengeneza hekalu. Alama hii inawakilishwa na maji kama tunapozungumzia ubatizo wa maji. Degree ya pili ni Fellowcraft, ambayo hii inazungumzia Roho Mtakatifu, kama ambavyo tulikuwa tunazungumzia moto, tulikuwa tunazungumzia kuitengeneza nafsi. Degree ya tatu ni Master Mason, ambao wao wanazungumzia kufa na kufufuka pia, ambao wao pia wanazungumzia kufa kwa wewe wa zamani na kuzaliwa upya. Kitendo cha kufa na kufufuka sisi tunakichukua kwa mfano wa Yesu, lakini Freemason wanakichukua kwa mfano wa Hiram Abifu, ambao naye alikufa baadaye akafufuliwa, vitu kama hivyo. Lakini pia hekalu la Mfalme Suleimani tunalichukulia kama ni mwili wa mwanadamu. Kwa unapozungumzia hekalu la nje ni mwili, lakini ile sehemu ya ndani ambayo imehifadhi lile sanduku la agano tunazungumzia ni nafsi. Sehemu takatifu ambapo Mungu alikuwa anajifunua katika ile sanduku la agano ndio tunaweza kusema ni sehemu ya roho. Kitu ambacho unatakiwa kufahamu sasa sio kujifunza alama za watu wengine, ni kujifunza mzizi wa ile alama, ni kujifunza sayansi ya elimu ya kiroho ambayo inatumiwa na jamii nyingine kwa kutumia mifano tofauti tofauti. Kwa hiyo utakapokuwa umejua kumaster mfumo huu, elimu hii ya kiroho, maana itakusaidia wewe kuweza kujua jinsi ya kutafsiri elimu hii kwa kutumia alama nyingine au kutumia jamii nyingine au kutumia tamaduni nyingine, kwa sababu utakuwa ukisikiliza simulizi fulani unajua kabisa huyu ni Mungu wa bahari, wanazungumzia ni Mungu wa hisia pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo jamii zote zilikuwa na michakato tofauti ya initiation au kutawazwa au kuandaliwa kwa ajili ya kuingia kwenye safari ya kiroho. Kwa hiyo kila jamii ilikuwa na njia zake, lakini lengo lilikuwa ni moja, kumwandaa mtu, kuandaa mwili, kuiandaa nafsi pamoja na roho. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyotakiwa kuanza kuitengeneza nafsi yako. Kwa hiyo sasa jinsi ya kutengeneza ni jinsi gani utatengeneza, ndipo utakapokutana na simulizi tofauti tofauti. Utakutana na mapigo 10 ya Musa alivyokuwa wanatoka Misri, utakutana na jangwani jinsi walivyoishi, kanuni ambazo zilitumika pamoja na misingi ya kuishi jangwani, lakini pamoja na jinsi ambavyo Joshua aliwatoa wale na kuwapeleka Misri. Kwa nini Musa hakuweza kukwenda na kwa nini Joshua ndo alienda, pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo hayo ndio mafundisho ambayo yanakufundisha wewe kuweza kuzimaster hizi level, kwa sababu mafundisho yanakuwa yako ndani ya vitabu hivi vya Biblia pamoja na vitabu vya kiroho. Kwa hiyo leo nataka niweze kukuachapa ili uweze kutafakari ni nini ambacho ulikuwa ukikifanya na ni nini ambacho unatakiwa ubadilishe kabla ya kuendelea na masomo mengine. Hii ni Tripod Center, sehemu pekee ambapo utapata sayansi ya ulimwengu wa kiroho. Karibu sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii. Usikose video inayofuata, kwa sababu kila video inayofuata itakuwa na mafundisho makubwa zaidi ya juu zaidi. Karibu sana.